Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kwamba Urusi hivi karibuni inaweza kufichua utengenezaji wa silaha mpya, huku majaribio yake yakiendelea kwa mafanikio zaidi kutokea nchini humo. Putin amesema anaamini ya kwamba hivi karibuni wataweza kutangaza silaha mpya ambazo walitaja hapo awali, ambako mifumo hiyo pia kwa sasa iko katika hatua za maendeleo na majaribio katika nchi yao, na muongeza kuwa majaribio hayo yanaendelea kwa uzuri kabisa. Putin amesema Urusi tayari ina silaha za hali ya juu katika sehemu zake za mabara, lakini pia majini pamoja na angani. Alisema usasa vikosi vyao vya kuzuia nyuklia unazidi ule wa taifa lingine lolote lenye silaha za nyuklia. Wanaendeleza kwa nguvu mifumo yote hiyo, kila kitu alichotaja katika miaka ya nyuma, na kuikamilisha. Putin pia amesema juhudi ambazo rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaweka katika kutatua mizozo ya kimataifa haziwezi kupingwa. Putin amesema akizungumzia kama kiongozi huyo wa Marekani anayestahili tuzo ya amani ya Nobel. Donald Trump alisema mara kwa mara ya kwamba anapaswa kupewa tuzo hiyo, lakini kamati ya Nobel ya Norway ilimkataa mapema siku hiyo. Badala yake ikamchagua mwanasiasa wa upinzani kutokea Venezuela kama mpokeaji wa mwaka huu. Kamati ina rekodi ya kuwaheshimu watu ambao hawakufanya lolote kwa ajili ya amani, Putin alisema bila kuita majina yoyote mahususi, ambapo kinyume chake Trump anafanya mengi sana kutatua mizozo migumu ambayo hudumu kwa miaka na miongo. Upatanishi wa majuzi katika Mashariki ya Kati, ikiwa utapeleka Donald kufikia malengo yake yote, kila kitu alichosema anataka kufanya litakuwa tukio la historia, Putin amesema. Rais huyo pia amesema kwamba anachukulia majaribio ya Trump ya kupatanisha kumalizika kwa mzozo wa Ukraine kuwa ya kweli, na kuongeza baadhi ya mambo huweza kufanya, mengine hawakufanya, lakini majadiliano ambayo walikuwa nayo huko nchini Marekani alasika bado yana uwezo wa kuafiki mengi. Kilicho hakika ni kwamba anafanya kazi. Trump na Putin pia walikutana alasika katikati ya mwezi Agosti, huku mazungumzo yao yakilenga mzozo wa Ukraine. Rais wa Urusi amesema haikuwa nafasi yake kuamua nani apewe au asipate tuzo ya amani ya Nobel, lakini amesema kuwa baadhi ya chaguzi zilizopita ambazo hazikustahili kwa kiasi kikubwa zilidharau tuzo hiyo. Rais huyo alikuwa akizungumzia katika mkutano na waandishi wa habari huko Dushanbe, Tajikistani, ambapo alishiriki katika mkutano wa kilele wa viongozi wa kitaifa wa Jumuiya ya Madola, shirika la kiserikali la baada ya Sovieti. Na pia nikiipa kisogo taarifa kutokea huko nchini Urusi ambayo inamhusu rais wa Urusi Vladimir Putin. Taarifa nyingine muda huu ni kuhusu Korea Kaskazini imezindua kombora lake jipya. Imezindua kombora lake la hivi karibuni la masafa marefu maarufu kama ICBM. Kiongozi wa Korea Kaskazini amesimamia uzinduzi wa kombora lake jipya la ICBM, ambako uzinduzi huo umeongozwa na Kim Jong-un, na hafla hiyo pia iliambatana na kuadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa kwa chama tawala cha wafanyakazi nchini humo, na ilionyesha mifumo mipya ya silaha ya Korea Kaskazini, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani, vifaru vilivyo na vifaa vya kisasa vya kivita vya elektroniki na makombora ya hypersonic. Hata hivyo, kiini cha tukio hilo kilikuwa mwanzo wa Hwasong-20 iliyofafanuliwa na vyombo vya habari vya serikali ya kuwa mfumo wa kimkakati wa silaha za kimkakati wa nyuklia wa Korea Kaskazini hadi sasa na una uwezo kufika hadi Marekani. Wakati wa hafla hiyo, kombora hilo pia kubwa liliwekwa kwenye gari la kurushia Axo 11. Kuwepo kwa Hwasong-20 kulifichuliwa mwezi uliopita pekee, wakati Korea Kaskazini ilipofanyia injini mpya roketi yenye mafuta thabiti ambayo ilisema ilikusudia kwa kizazi kijacho cha ICBM, ambapo roketi zenye nguvu nyingi zinaweza kusafirishwa na kurushwa kwa haraka zaidi kuliko wenzao wa mafuta ya kioevu na kuzifanya kuwa vigumu kuzizuia. Vyombo vya habari vya serikali vilisema injini iliyotengenezwa na nyuzi za kaboni ina nguvu zaidi kuliko muundo wote wa hapo awali wa Korea Kaskazini. Kidogo kinajulikana kuhusu vipimo vya Hwasong-2 na Pyongyang bado hajatangaza uzinduzi wa jaribio
lakini wataalamu wanaamini ya kuwa inaweza kuwa na uwezo wa kubeba vichwa vingi vya nyuklia, lengo ambalo Kim amekuwa akitoa wito kwa jeshi kutekeleza haraka. Korea Kaskazini inaita harakati zake za kumiliki silaha za hali ya juu kuwa ni jibu kwa vitisho vinavyoendelea vya kijeshi vya Magharibi, hasa kutoka kwa Marekani, ambapo Pyongyang inaona uwepo wa Washington nchini Korea Kusini na mazoezi ya pamoja nchi hizo mbili kuwa ni uchokozi. Inaamini ya kwamba mipango yake ya nyuklia na makombora ni vizuizi muhimu dhidi ya kuingiliwa na mataifa ya kigeni, ikikazia kuwa safu ya ushambuliaji ni ya kujihami tu na inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, hasa Korea Kaskazini na raia nchini humo.